Walikuwa nani? Na vyombo vyote vya waandishi wa habari msipotoshe, tuone kama ilivyo. Tuna nia njema ya kukaa katika nchi yetu, kuunga maendeleo ya serikali mkono na kutatua migogoro bila mipaka ndani ya mikoa yetu. Tunao na tunasikiliza watu. Malagoni hana malipo, hana mshahara, ni watu ambao wanafanya makazi zao. Kama wataua, kama maaskofu, ukishakuwa na samana hii kwa nafasi niliyosema, unakuwa mtu mwadilifu na haihusi jamii haihusi nafasi hii kwa kununuliwa uongozi, haipo. Tunatoa sasa habari kwa umma, kwa Watanzania wote na hasa Wamasai, kwamba kumekuweko na makundi madogo madogo yanayopotosha nia njema na makusudio ya Oretete Longaek Engelapato Losho ya hapa Maria. Baraza la viongozi wa mila wa kabila la Wamasai limekutana Machi 26 katika ofisi za Oretete Longaek Maria Arusha kwa dhamira moja kuu: kujulisha umma kuhusu maandalizi ya semina maalum ya viongozi wa jamii ya Kimasai nchini Tanzania. Semina hiyo itafanyika tarehe 31 Machi 2026 katika ukumbi wa uongozi wa Oretete Longaek Maria Arusha, ikiwa na lengo la kuwakutanisha viongozi wa jamii hiyo ili kujadili changamoto zinazowakabili jamii, hususan mpasuko unaojitokeza, na kwa pamoja kutafuta suluhu za kudumu zitakazorejesha mshikamano na umoja. Akizungumza kwa msisitizo, Mheshimiwa Olegwanani Isaac Ole Kisongo amekemea vikali vitendo vya baadhi ya watu wanaodaiwa kutumiwa na mashirika kwa maslahi binafsi, huku wakichochea mgawanyiko ndani ya jamii na kujipatia uongozi usiofuata misingi na taratibu za Kimasai. Uongozi huu unapatikana kama nafasi yangu, huwa unapewa na uongozi ulio juu. Mimi ni rika Harikishomo la Makaa, nimekabidhiwa na rika ambayo sasa ndio anaishia, ni wazee ambaye anaita Seuli. Kwa rika hiyo anaishia, ambaye ndio amesala ndizo ambayo natufuata nyuma, na wamepata kwa rika nyingine ambayo imetusasi Makaa, na wengine hivyo na hivyo. Kwa hiyo baraza hili na makarne yakisiwa kwa tangu 1774 Wamasai kutoka Cairo na kupitia Kenya pita Sudan. Baada ya Wamasai kuwa na mtindo yao ya tohara, ndiyo hii miti imekundulika. Kwa hiyo imepitia Kenya na kuja huku. Hatuna mpaka kwa makabila, lakini inapatikana uongozi kwa kupitia taratibu sawa kwa maeneo yaliyopo. Kumekuwa na kutofahamu, wanakuja wasomi kupitia mashirika kutaka kutafuta maviongozi wa mila ambao wanachaguliwa kinyume. Wanachagua kwenye mikutano, kwenye mabaa, kwenye maukumbi, ambaye kitu ambaye hakiruhusiwi. Lakini la pili, wanachagua bila kuangalia muundo wake, katokana na Laisa au katokana na Molel, wanachagua tu. Kumetokea maenjio ndani ya jamii ya Masai ambao anafanya mkakati huo kutaka kuchagua viongozi wa aina hiyo, lakini mbaya zaidi anachagua nafasi ya mwenyekiti wa Afrika Mashariki, kitu ambacho hakipo. Hatujawahi kuwa katika karne zote na nafasi hiyo kuwa mwenyekiti ya Afrika Mashariki, maana ungekuwa kiongozi wa kusimamia Masai katika nchi nane ambaye hata hivyo hayapo. Kwa hiyo analagai watu kutafuta pesa nje ya nchi kwa wafadhili zao au mashirika zetu, wanaleta kutawanya taratibu zetu na kuchaguliana kwenye mabaa. Wamekuwa karibu miaka 3 wakihangaika, na tukaeleza serikali na kueleza jamii mpaka miaka juzi alitaka kufanya tamasha la Kimasai ambayo litaka kufanyika pale Siha, kitu ambayo tumekataa kama viongozi wanajua maana yake. Maana yake inaleta hasara mkubwa ndani ya jamii, kuja kinyume na utaratibu uliozoeleka. Na ndio maana ile tamasha likakataliwa, kwa sababu ilikuwa na mwengo ya kuleta ubaguzi au kutawanya Wamasai, kutengeneza makabila mawili ndani ya jamii ya Wamasai ambayo hakipo. Kabila la Wamasai ni kabila moja, ina mfumo wa makazi 32
Kila siku naelezea kwamba yuko Larusa, yuko Kisongo, wako Barakuyo, wale ambao wako chini kule Dodoma, wako wanaitwa Burkishu, wako Salei, wako Ruburuko, wako wanaitwa Kitok, wako Loitai, wako Oltiangus, wako Sambur, wako Warsikishu, wako Salei, wako Laikipia, wako Kiekonyokyo, wako wengi mpaka 32. Hao ndio Wamasai. Mmoja hawezi kusema kwamba sisi ni Wamasai, wengine ni nini. Sasa hii muundo wanataka kusanya wao. Wanataka kuunda kitu ambayo hakipo, kuchaguliwana, kuwa na maeneo ya Kenya na kuchaguliwa katibu. Nimeona siku moja anasema kuna katibu Afrika Mashariki. Leo ndio anataka kuweka mwenyekiti kutoka Tanzania, kitu ambacho hakipo. Na hiyo tumeweka seminar. Tunapanga tarehe 31, tarehe 30, siku mbili. Tutaita jamii ya Wamasai wote katika mikoa 14 ambayo wako katika nchi hii. Watu wasiopungua 100 na wazee wakubwa kama kina Msole Kone, kama kina Gabriel, wale wazee Maseuri, askofu mstaafu. Tutakaribisha wale wazee wakubwa na kina Logdareki na wengine, tukae tuone kwa nini hawa watu rika hizi mbili, kwa maana rika langu Makaa na hawa Landizi, wanaleta mpasuko huu ambayo ni hasara kwa jamii, lakini ni hasara kwa taifa. Maana wana maandalizi, ana agenda iliyojificha. Wana agenda iliyojificha kwamba wanaweza kuleta vurugu kikosi hiyo ndani ya nchi, kitu ambaye takiwi. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti tunatangaza kwamba tunaitisha hiyo kikao tarehe 30 na 31. Tutatumia baraza hili la mila. Tuna shirika letu ambayo anafanya kazi chini ya baraza la Maria, inaitwa Masai Facebook, ambayo mkurugenzi yake ni kijana mmoja anaitwa Lekoko, ambaye ni kiongozi ya Korianga, walaikuana ni la Korianga, si mnafahamu? Tutafanya hiyo kazi, tutaita Wamasai aidha wawili kutoka mkoa au mmoja. Tutakaa hapa kutafakari hao watu wanaanzisha hii kitu wanatutakia nini? Mbona analeta mpasuko mbaya, kutengeneza makabila ambayo hayawezekani, lakini inashindwa, inatawanya sisi tunapohitaji kukaa na kuhangaika na maendeleo ya wananchi na shida za wananchi na kuitetea ardhi yetu ambayo inakuwa biashara, kinyume na makabila mengine hausi ardhi. Imetokea kwamba jamii ya Maasai imekuwa kwamba wanauza ardhi wakati ardhi haisalishwi. Wakati tunafanya mambo kama haya, wao wanaleta mpasuko, kitu ambayo tunakilaani. Kwa hiyo mimi nimeita waandishi habari hawa ili kuitangaza kwamba siku hiyo tutafanya semina ya kufundisha watu kabla hatujatoa laana. Kabla hatujalaani hawa wanaendelea, maana laana katika jamii ya Maasai ni silaha kwa hawa wanayofanya hivyo. Tuna kitu ambacho nataka kutuchunguze. Mtu anatoka Loliondo, hajawahi kuwa kiongozi wa mila, anaenda kuteuliwa na watu 10 kuwa kiongozi ya jamii. Mtu anatoka kule Simanjiro kinaolezeta hiyo, anaenda kuchaguliwa. Inaleta kitu ambayo haifikiriki. Na hao watu tutaandaa kwa majina, tutatoa laana ya kweli. Maana hawataki nchi yetu amani wala jamii amani. Mwisho, naomba malaikani na vyombo vyote vya waandishi wa habari, msipotoshe. Tuone kama ilivyo. Tuna nia njema ya kukaa katika nchi yetu, kuunga maendeleo ya serikali mkono na kutatua migogoro bila mipaka ndani ya mikoa zetu. Tunao. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Maria, Mheshimiwa Amani Karaine, amesoma waraka rasmi unaoeleza kwa kina malengo ya semina hiyo, akitoa wito kwa viongozi wote wa jamii ya Wamasai kushiriki kikamilifu kwa mustakabali wa jamii yao. Tumesema kuna semina maalum ya viongozi wa rika na ukoo ambao tutakaa hapa tarehe 30, na naomba nisome kama isomavyo. Semina maalum ya viongozi wa jamii wa Masai, Media ambayo mwenyekiti ametamka, na taasisi ya Maria. Itakuwa semina kwa siku 2, viongozi wanaotoka kwenye jamii
ya watu wa Maa Laigwanak kuanzia tarehe 30 na tarehe 31 mwaka huu katika ukumbi wa hapa Oretet Longaek. Malengo makubwa ya semina hiyo ni kuwaweka viongozi pamoja ili kuzungumzia mpasuko. Tunazungumzia mpasuko wa kijamii na kutafuta suluhisho ya kudumu la kuweka jamii ya watu wa Maa pamoja. Lakini nyingine ni kuwajengea viongozi uwezo ili waweze kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia ya habari ili waendane na dunia ya sasa inayokwenda kasi na kuwa na habari sahihi ambazo sio sahihi. 3 ni kuzungumzia utaratibu wa upatikanaji wa uongozi ambaye nimezungumza hapa. Upatikanaji wa uongozi kwenye jamii ya Wamasai kwa kufuata vigezo vya ukoo au rika au mila ili kuepuka mkanganyiko wa uteuzi wa viongozi wasiofaa wala ambao hawana tija ndani ya jamii na kuepusha migogoro na upotoshaji. Kuna wanasiasa wanakuja wanasema ndio viongozi, tukia watu wa NGO wanasema na viongozi, wako sasa watu wa dini wanasema ni viongozi. Kila mtu sasa anakuwa ni tutakuja kutoa sasa mwelekeo mzuri ambayo inafahamika na watu hawa na wapeleke katika mikoa yao. Lengo la mwisho ni kuwajengea uwezo viongozi ili waweze kutoa elimu kwa jamii kwenye swala zima la amani, utulivu, umoja, mshikamano wa kitaifa pamoja na kuonyesha fursa za kiuchumi ili wajihusishe kwenye ujenzi wa uchumi wao kuanzia ngazi ya familia. Mwezi Novemba tulienda Afrika Kusini na watu wale walioko kule wanasema ng'ombe mmoja kule ni milioni 10. Ng'ombe. Na ndio sababu tutaka kuangalia kama benki wangeweza kutupa hela ili uweze kunenepesha, lakini soko tumeambiwa sasa hivi tunatafuta namna ya kutengeneza makubaliano ya soko. Dume moja milioni 10. Ukipata dume 10 tu si umeishi? Kweli shilingi tababaisha? Viongozi mtakuwa mmenenepa. Haya, kwa hiyo tunakuja kuangalia hizo fursa ambazo ziko katika nchi nyingine. Semina hii itatolewa na wataalamu, kwa wataalamu sasa. Mtaalamu kama atakuwa karibu atasaidia atakutupa kidogo. Huyu kijana Oloibor atakuja kutupa kwa sababu alikuwa anafundisha tu chuo kikuu lakini Mungu akamleta. Ni wiki ijayo. Kwa hiyo Oloibor tutakupa nafasi wala masaa mawili utudokezee umuhimu wa kuendelea kuhifadhi mila na desturi ya mtu kama utambulisho, kama historia. Wanasema kwamba utamaduni unamtambulisha mtu. Ukivaa nguo nyekundu hata kama sio Masai wanasema nani? Ukienda Zanzibar sasa hivi hata kama ni Wazaramo wanasema Masai. Na Masai wanapendwa dunia nzima kwa sababu ni wasema kweli, ni watu shujaa. Ndio sababu wamepigana kwa kutumia sime na mkuki kwa wakabili watu waliokuwa na bunduki. Kwa hiyo tutakuja kuangalia hilo na mimi nitaka nitumie tu Oloibor kama utakuwa karibu. At least utupe in a nutshell huko ambako una kwa nini. Bisi saki hiyo muhimu wa hiyo tutakuwa ni kati hao wataalamu ambao pia watahusika. Wakiwepo viongozi wakubwa wa jamii la Malaigwanani pia tuwashirikisha Seuri kwa sababu mambo mila haikuanza leo, si ndio? Tuwashirikisha wazee ambao bado wanaishi ili tuweze kutep yale ambayo wanayo ili watakapokuwa wanaondoka sisi tuendelee kuifanyia kazi. Lakini pia kuna viongozi wa dini ingawa ni Wamasai, si ndio? Watatuambia hata mahusiano ya dini na mila na desturi. Na bahati nzuri wale walokole siku ile walitusaidia sana ile askofu. Amesema Maa ilikuwa ni kabila la Wamasai na ndio Yesu Kristo ametokea huko. Sasa rais wa dunia, rais anasema ametoka kwa Wamasai. Metore huiria sasa kumba wala yo langrele. Kwa hiyo ni vizuri sasa tuje tufundishwe vizuri, tuimarike. Na ndio sababu hata kwenye maandishi Yesu Kristo anaambia ameenda machungani, ametairiwa. Umeelewa? Tuwaite wenye hiyo nafasi watueleze vizuri na jinsi mahusiano yalivyo. Baada ya semina ya viongozi wa kitaifa, hawa tutaita ni viongozi wa kitaifa, watafundishwa kutoka hapa, wataenda kwenye mikoa yao.
na Maria itaendelea kuratibu hiyo shughuli. Tutakuwa tunaenda Morogoro, tunaenda Tanga, tunaenda kule Njombe, tunaenda huko Mbeya kwenda kuangalia kasi badayaso jitakola tunganaki na yeuto losho. Amena nari nyai engile bato losho. Sindio Hapa ndio tunajaribu kuangalia tunaenda vibaya au vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi niseme hiyo kwamba mkutano wataenda kufanya mikutano ya katika mikoa yao, wilaya na kwenye hadhara, ili waeleze kwamba umuhimu wa utamaduni wa Kimasai ambao utaendelea kulindwa na kuenziwa, ambao tunasisitizia masuala ya ujenzi wa umoja, amani, lakini pia kutambulisha utamaduni wetu na kuona kwamba huu utamaduni namna gani watu wataweza kunufaika kiuchumi. Baada ya kusema haya, basi imesomwa masi na Katibu Mkuu wa Maria Alaigwana ni Amani Karaine Lukumai.